Yes, jambo wandugu wapendwa, habari yenu. Asubuhi njema kwa kila mtu anayetufuata katika muda huu. Hii ni muda wa asubuhi ambao tumeamka kukupatia moja kwa moja habari yetu ya asubuhi. Ni kitu gani kilicholala ndani ya mioyo yetu? Ni kitu gani tunaenda kuongelea hako kuhusu vita vya kwetu? Kongo imeteseka miaka 30 bila suluhisho ya kupata. Kongo imezaa watoto tangu vita ianze. Watoto wamekomaa na wamezaa wengine. Malalamiko ya wakongomani na kuwa mengi. Watu karibuni milioni 20 wameisha kufariki ndani ya nchi ya Kongo, bila dunia kusema. Dunia yote inanyamaza. Wakongomani wametesekea ndani ya nchi yao, pasipo dawa, pasipo chakula, pasipo maendeleo, pasipo hata kitu kimoja. Sasa tutafanyaje? Ni kitu gani mkongomani alifanya kudunia ili kwamba yeye asingelikuwa naye na raha katika dunia hii? Ni mubaya kuitwa mkongomani? Ni mubaya kuzaliwa ndani ya udongo wa Kongo? Tumejiuliza, tunakosa jibu. Lakini nawazia kwamba si mbaya kuitwa mkongomani, si mbaya kuzaliwa ndani ya udongo wa Kongo, lakini wengine wameyafanya kuwa uchuruzi wao. Maana tunaona wamoja wanapoenda nje wamejiita ya kwamba wao ni wa refugee wa kikongomani, lakini wanapofika kule wanasaliti Kongo. Wengine Kongo iliwapokea kama ndugu, kama rafiki, kama jirani. 94 na hapa walikuya, wakaishi, wakakala, wakakuwa. Lakini leo ndio wanafanya Kongo kuwa makaburi ya watu wengi. Hii inaleta huzuni ndani ya mecho ya mkongomani, inaleta huzuni ndani ya mecho ya avenir ya Kongo. Dunia, tufanye nini? Asante. Mimi ni wako Kolo Mboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambao nimekuja kabisa kukupatia moja kwa moja habari yetu ya asubuhi. Usitoke kwenye simu yako kwa muda huu unapokuwa Amerika. Saa hii Amerika tunawasalimia tukiwaambia usiku njema ama magharibi njema. Sijui ni saa ngapi, utaniambia wewe ni saa ngapi huko kwenu. Lakini sisi huku inakuwa saa 9 za usiku ama saa 9 za usiku. Na hapa sisi atulale, tunalamuka mchana, tunalamuka usiku na tunashinda mchana, tukiwapatia moja kwa moja habari zetu jinsi zinavyokuwa, kwa uwezo wetu na kwa jinsia yetu. Tunaona na sisi tufanye mchango wetu kwa ajili ya nchi yetu. Hapa nikwambie tu, hakuna sentiment, hakuna kingine cha kufanya, ni kusema ajili ya Kongo yetu. Hapa sitaki kusema nchi ya mtu fulani, nasema nchi ya Kongo yetu. Yaani Kongo yetu ni lazima tuitetee, ulimwengu yote ijue ya kwamba hata tufariki, hata tuuawe, ila tunauawa kwa kweli yetu. Tangu awaye ya dunia, Kongo haijawahi kupiganisha ingine nchi. Askari wa Kongo hajawahi kuvuka mpaka
hata siku hii moja Kongo haijaungana na wabaya wa nchi fulani ya kwamba inaungana nao kwenda kuwaplante fasi fulani. Hapana. Kongo haijawahi kufukuza mtu ndani ya nchi yake awe refugee. Hapana. Wa refugee wote walikimbia vita. Wote walikimbia vita ambayo ililetwa na AFDL. Hii AFDL ilikuya namna gani? AFDL ilikuya pamoja na mzee Roland Desire Kabila kwa kumfukuza Mobutu. Mobutu alikuwa president wa Zaire, alimaliza miaka 32 kukiti bila lisasi, bila ubaguzi, bila shida yoyote ambayo ilikuwa, ila kwa udhaifu wa magonjwa alifariki. Na hapa AFDL ilileta ikaprofite magonjwa yake, ikaleta wa mercenaires kutoka Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania na mahali pengine pote, wakaja hapa kwetu Kongo kupigana na kupindua Zaire. Walipopigana na kupindua Zaire, ni hapa sasa shida ya mkongomani ilianza na ilikuya. Na hapa kabisa sisi kwa miaka yetu tuliona vita ndani ya nchi ya Kongo. Lakini awai mbele ya Zaire kulikuwa vita mbalimbali ya Jansikrame, kulikuwa vita ya Mulele, kulikuwa mavita mbalimbali, na hizi vita zote zilikuwa zinatoka katika nchi jirani na kuja huku kwetu Kongo. Yani Kongo ilikuwa imepiganishwa kila leo sababu ya uzuri wake tena na mali yake. Dunia yote nzima inaangalia nchi yetu ya Kongo tu. Kwa nini nchi ya Kongo ndio inaangaliliwa? Tunajiuliza, ni nchi ya Kongo wala ni mkongomani anaangaliwa? Dhahabu abaipigake grenade, abaipigake rocket, abaipigake masasi. Lakini wanapokuja kuchimba dhahabu kwa nguvu, wanakuja na kumuua aliyekuwa juu ya dhahabu ile. Mkongomani ni kama mtu ambaye ameikala juu ya dhahabu na akiwa akimsuka mtoto wake. Yani sijui kama umenisikia. Nasema mkongomani ni kama mtu anayekala juu ya dhahabu. Yani kiti ile ya kekele unaikalia ni kiti ya dhahabu. Ile kekele, sijui kama unajua kiti ya kekele, ni kiti ambayo imesukwa na mababu ama imesukwa na wamama ambao wanaishi kule kwenye village zetu, hasa sisi. Alafu unaikala huko unamsuka mtoto wako, lakini unaikalia dhahabu. Sasa ule maskini anayekuwa pembeni yako anaona dhahabu ile, anajiuliza anaweza akafanye nini ili kwamba apate kiti kile ambacho unachokiikalia. Ni sherti aanze auwe mtoto wako, sababu wewe umekomala, hautamshinda mtoto. Yeye angali na nguvu, anaweza akampiga. Na sasa hapa anapenda auwe mtoto wako. Mtoto naye anaanza lamuka na kujipigania. Na mama anaikala sasa, anaanza jiuliza, mtoto wangu nitafanya nini? Ametetemeka. Hapa ni mkongomani ambaye anateseka miaka ya kutosha. Miaka ya kutosha. Kama vile kichwa chetu cha leo kimesema nini? Aseme mzozo wa vita ndani ya DRC ni laana kwa Rwanda. Ulizo ile. Eske mzozo wa vita kwa DRC ni laana kwa Rwanda? Tunaona kwa leo nchi moja wapo ya Afrika imeshimamiwa kwa vikwazo mbalimbali vya dunia. Na hivi vikwazo vinatokana na nini? Vinatokana na buro ya hii nchi ambayo iliyokuwa nayo kwa nchi ya Kongo.
Hii inchi inafananishwa na yule baba maskini anayemuona mama anaikalia kiti hile ya dhahabu ama kiti ya kekele. Anapoikalia sasa, huyu baba anatamani ile kiti ya ule mama. Anaona kwa kumlomba havitawezekana, ni sharti aanze kwanza auwe watoto yake. Na hapa inaonekana kabisa majirani wote wanakuja sasa kumshimamia huyu baba na kumwambia, kwa nini kutaka kumuua jirani yako? Kwa nini? Yanasema mimi sitaki kuona kitu kingine, anipatie ile kiti njo mimi nataka. Kama hajanipatia ile kiti, na mimi siwezi nikamwachie amani. Yani kitu gani huyu baba anataka kwa watoto wa mama? Si kwamba anataka wafie wake, si kwamba anataka kuwaangamiza, lakini kile anachohitaji ni kiti. Alafu kulomba kiti kwa amani inamshinda. Alafu inaonekana kwamba anaanza tafuta nguvu zingine za kutumikisha, ikiwa hata uchawi ataitumikisha, lakini apate ile kiti anayoyatafuta. Wala anakosa cha kufanya. Alafu wajirani wanamshimamia, wanaanza kumwambia, sasa we baba, kwa nini kumwangamiza mtoto wa mwenzako? Kwa nini kupigana na huyu mama? Alikufanya nini? Baba anakosa cha kusema, anaanza sema tu no, inafaa tu ile kiti ni ibebe, inafaa tu ile kiti nikuwe nayo, sasa ni kiti ni yako. Ni yako. Asema hapana, si jirani yangu, tunachangia vitu yote. Bongo, hakuna cha kuchangia. Cha pili anasema mtoto wangu alikuya kwake akampiga. Bongo, hii bongo. Yani unaona, mtu akisha kosa cha kusema anaanza visingizio. Na hapa sasa majirani wote wakamlalamikia kwa limoya, wakasema we jirani mbaya, wewe jirani mbaya. Sasa nashi usilopo lake moto kwetu. Kitu ya kwanza, huyu baba wakamkata kama amande ya kumwambia usilopo lake moto kwetu. Kitu ya pili, mtoto wako asifikake kwetu akuye kula pamoja na watoto wetu. Hii ni vikwazo ambayo nchi mbalimbali zinaendelea kupatia Rwanda. Unaona, mwisho ya hivi vikwazo wewe unafikiri vitakuwaje? Sababu huyu baba anafananishwa na M23 ambayo imeingia katika nchi ya Kongo mara tano ikibadili majina. Ilikuwa AFDEL, ikakuwa RCD, ikakuwa CNDP, ikakuwa M23, leo ni AFC. Unaona, ni ule mtu moya, ni ule baba mmoja tu ambaye anaendelea kubadili makoti yake. Kitu gani ambayo Kabila Joseph ametangaza kwa siku ya jana? Joseph Kabila ametangaza, nasema kila groupe étranger ama kila askari wa nje ya nchi ya Kongo atoke mwinchi ya Kongo. Hii neno ambayo Kabila ametangaza baada ya kuuawa ya watu wengi, unaisemaje? Unaionaje? Tangu watu waanze kuuawa Bunagana, wakaanza kuuawa mpaka wakafika Goma, mpaka wakafika Bukavu, na leo wanaendelea biko wanaua watu, Kabila hajasema kitu. Lakini sababu ya vikwazo vinaanza kuya, viko vinamsogelea naye. Fachi Beton, les meilleurs des meilleurs. Vikwazo na pigo, zile pigo 12 za Farao zinaanza kubasogelea. Anaanza sasa tamka. Zamani tulikuwa tunasema
president mwenye asemake, president intelligent mwenye asemake tangia ikale kukiti na akatoka akusemaka, leo anasema. Manake bubu anafunguliwa kinywa. Hapa tunaona kabisa ni vikwazo vikubwa kabisa ambao vinafikia Rwanda. Sasa president Kabarebe, hapa niseme ni president, hapana si president, huyu ni chef d'état major, alikuwa chef d'état major, mais leo anakuwa ministre conseiller wa president conseiller wa president Kagame kwa Rwanda, na tena ni yeye ni ministre wa affaires étrangères et politique rwandaise. Okay. Anasema mengi kwa ajili ya haya vita yote, sababu wakati ile ya changement ya Mobutu, huyu bwana alikuwa chef d'état major wa République démocratique du Congo, lakini leo anakuwa leta ya Rwanda. Sasa aliwezaje? Eske sheria ya kimataifa inaruhusia mtu kuwa chef d'état major wa nchi fulani ndani ya nchi fulani? Question mark. Hapa nalomba watu wote mchangie kabisa, muniambie eske hivi vitu vinaruhusiwa? Eske inaruhusiwa askari kutoka mwinchi yake anavaa teni bila kibali na kwenda mwinchi ya mwingine kutembea? Inaitikiwa? Question mark. Nataka tuchangie sote, muniambie. Na hapa ndiyo laana inatokea ya nchi jirani yetu, na hapa ndiyo matatizo inatokea kwa nchi jirani yetu. Asa hapa wanasema ya kwamba vikwazo hivi vinatokana na mali ambayo Kisekedi, le garant de la nation, anaendelea kupatia wazungu kama rushwa ili kwamba Rwanda bapate kuipiga pigo mbalimbali. Eske kweli Kisekedi alipana rushwa ya mali, ama ni ukweli ambao umeonekana na umejulikana baada ya miaka na siku mbalimbali? M23 iko inaua watu. Mulisikia hata Pastor Bujiriri alisema mbele ya M23, parce que qui voir Bertrand Bisimwa voir M23, alimwakilisha M23 mu Philadelphia, anamwambia realite, anamwambia muko munaua watu, munafanya mabaya na munaiba gari za watu. Baba alisema wazi, akasema kama ni kuniua mie huyu hapa muniue, lakini ukweli ni hii. Yani wakongomani, kile tunachokitaka si kusema mingi, ila kusema ukweli. Kuna maneno na neno. Yani unaposema maneno italeta fuyo ndani ya watu, lakini unaposema neno inaleta baraka kwa watu. Ndio kwa maana nataka kusema hivi. Hivi vikwazo vinatokana na ukweli ambao wazungu wameona, na sasa wameanza kuona kama kumbe tuko tunakosea. Kongomani anakufa, anapata shida ambayo angelipasha kupata, na sasa vikwazo vinaanza katika nchi ya majirani. Lakini wanaanza kulalamika ya kwamba vikwazo hivi havingelipashwa kuwa, sababu Kongo ingelikuwa na neema ya kujua kama wao ndio wanakosa. Sisi tunakosa wapi? FDLR iliingia Mkongo kama wa refugee ambao wameshindwa vita kwao, wanakimbilia Kongo. Na kama wangelirudi munjia ya politiki nzuri, na hapa ingelikuwa mzuri. M23 haiko njoba lituma ya kukia kutosha FDLR Mkongo. Kuko CICR, kuko UNICEF, kuko na milango mingi sana ya wazungu ambayo inahusika na mambo haya. Kwa nini wao hawakuingia warudishe hawa wa FDLR kwao? Hii ni kitu ambao ninataka tuchangie.
Leo ninakwambia kama M23 iko ina avance mu maparti mbalimbali za Sud na Nord Kivu. Na mpaka hivi M23 haijaitika kama iko Mkongo. Lakini inasema ya kwamba wao ni wakongomani wako wanapigania nchi yao, lakini hii ni uongo mtupu.